Kwa nini Jobu kaenda kubadilisha uelekeo wa mpira bila kukabwa na mtu mwingine? Kwanza aina ya kona iliyopigwa. Yeah. Ile kona imepigwa kwenye kimo ambacho yeye alikuwa anaweza akafanya vitu viwili, lakini hicho alichokifanya ndio kilikuwa sahihi zaidi. Alivyokaa pale mwanzo, kama ingepigwa kona ambayo ni mpira ambao umekuja kwenye kimo cha juu zaidi, alikuwa ana uwezo wa kupiga kichwa pale pale akafunga. Na kosa hilo ambalo amelizungumza Nonga ndio hilo kwamba kona inapopigwa kwenu lazima nyie beki wenu mmoja mrefu awe hapa mwanzo. Yaani yeye ndo awe wa kwanza kuugonga mpira kabla hamjamwachia mpinzani akaugusa. Na Nkini mind you ana mtu anaitwa Samson Madeleke ni mrefu kuliko Jobu. Yaani pale alipokuwa amekaa Jobu pale kwenye ule mstari ule pale kulikuwa kunatakiwa lazima kuwe na, kwa sababu pale achana na Jobu kutoa pasi. Ile kona ina maana ule mpira ungekuja kwenye kimo cha juu cha kumruhusu Jobu kuruka zaidi. Alikuwa ana uwezo wa kupiga kichwa pale pale na akafunga. Kwa hiyo kosa la kwanza limeanzia hapo. Lakini kosa la pili ndio hili ambalo amelisemea Nonga kwamba hata Damaro wakati anafunga ana wachezaji watatu wamemzunguka, wote wanamwangalia. Yaani wanasubiri ya kwamba atafanya nini. Ana mtu alikuwa nyuma yake, ana watu wawili walikuwa mbele yake ambao ule mpira uliwapita. Huwezi kuwalaumu kwa ule mpira kupita kwa sababu ushapigwa kichwa hapa, ina maana unapoteza direction, lakini hakuna hata mmoja ambao alireact tena kwenda kuangalia kwamba ni kitu gani unaweza kufanya. Kwa hiyo cha kwanza kosa limeanzia hapo kwenye sehemu ya ulinzi. Huku mbele lazima uwe na beki ambao ni mrefu, ambao mpira wote utakaopigwa wa kona yeye ndo anatakiwa wa kwanza kuugusa, alafu ndio mpinzani aje akaupata. Na Madeleke mwenyewe anatajwa mrefu, amekaa karibu na Damaro kule. Magoli ya aina hii ni yanatokea kama by chance, hayatokei bahati mbaya, ama unaona kabisa ni mpango ambao unafanyiwa kazi mazoezini? Kwa sababu hata nikitazama aina ya kona ambayo Zuzu amepiga, huoni kama ilikuwa ni kona ambayo yeye alikusudia kuivusha yeye moja kwa moja ifike kati. Yaani unaona kabisa ni mtu ambaye alikuwa amekusudia na piga sehemu fulani, huyu anakwenda ana divert direction. Yes, unachozungumzia ni kweli, ni mabao ambayo siku hizi kwenye mpira wa kileo, zamani ilikuwa tunaamini ni kwenye open play tu, yani mchezaji apige pass, watu wachukue mpira wafunge, lakini sasa dunia imehama. Set pieces ni moja kati ya maeneo ambayo walimu wakikaa mazoezini wanasema mabao yetu, yani sehemu ya chanzo cha mabao ni kama haya kwenye set pieces. Lakini kwenye huu bora wa Yanga ambao unazungumzia, yani utarudia zaidi ya mara 10 kuzungumza. Huyu Jobu ambaye tunamzungumzia tayari ana hiyo hali, ametoka kwenye AFCON, ametoka kwenye Mapinduzi, ana hiyo mentality. Ni maeneo haya, kwenye haya matukio anakutana nao zaidi ya mara 10 kwenye haya maeneo. Na kama tunatazama vizuri ni shambulizi ambalo Jobu ndio amelifufua. Mbona alipotoka Jobu hakuwa amekabwa kabisa, naona alipotoka utagundua kwamba kulikuwa kuna wachezaji wawili wa Yanga. Na sio Jobu pekee, wachezaji watatu, hata huyu hajakaba. Huyu mwenyewe aliyekuwa hapa mwanzo hapa hajakaba, pamoja na kwamba anatakiwa awe pale, lakini hakuwa mchezoni. Huyu anayemkaba hapa baada ya kona ikipigwa hayuko mchezoni. Sababu ule mpira wenyewe angekuwa yuko mchezoni, pamoja na kwamba anamkaba, angeuzuia ule mpira kwenye ile njia ambayo unapita. Lakini amekaa pembeni, yani kama vile ya kwamba ukipigwa mpira mimi nitaondoka. Kwa sababu alitakiwa angekaa kwa pale hivi. Angekaa pale karibia na ule mpira hivi, angemzuia ule mpigaji yale maamuzi yake ya kupitisha mpira chini. Haya, hilo lilikuwa ni goli la kwanza. Hebu tugeukie goli la pili ambalo jana Mashujaa walifungwa. Hili hapa Duke Abuya. Na kama mashuti kama haya, Pasco Kabombe huwa anasema mama mkanye mwanao. Piga imidi, nakumbuka ndo namsikia Pasco kwa mara ya kwanza anatamka ile neno Mapinduzi kwa na mnyama ile. Mama mkanye mwanao. Ilikuwa ni Mapinduzi mwaka 2017 bwana. Hili bao kama utalitazama kwa umakini, sababu ya wote ambao wamefunga ni, umemwona kitu anachokifanya Prince Dube hiki ambacho ameupisha mpira, nadhani alifungua hii nafasi ya kufunga ile bao, na Yanga hiyo wanayo kwenye eneo la mbele. Na Dube kwenye vitu vyake vyote ambavyo wanazungumziwa, moja kati ya utari wake ni huu wa kuweza kutengeneza nafasi kwa wenzake. Ni hii ambayo huwa anatengeneza nafasi zaidi kwa mtu kuweza kupata chances na kufunga. Duke Abuya, uhuru ambao ameupata ulitoka kwenye hii move ya uongo ambayo alifanya Prince Dube. Kwa hiyo bao kwangu mimi lilitokea kwa Dube, ambacho amekifanya, ambacho amekitengeneza hapa, ambacho ameiadaa hii hapa hapa, ametengeneza nafasi, na alikuwa kuna option bado, alikuwa ana link ule mpira na bao likapatikana kwa njia hiyo.